Hivi utaendelea kutumia hizo dawa za kutuliza maumivu kila ukiwa hedhi mpaka lini? Kwa sababu ni mojawapo ya changamoto na kucheleweshea ukishindwa kubeba ujauzito. Kwa sababu hizo dawa unazozidi kutumia kila siku ndio hizo zinazopelekea kukomaa na ubora wa mayai yako kuwa ni mdogo sana. Na ndio maana yake madaktari wengi huwa wanashauri kwamba ukiwa katika siku zako za hedhi, ni vizuri unapopata maumivu usitumie dawa za kutuliza maumivu, kwa sababu hizi zinaharibu polepole mfumo wako wa uzazi na zinashusha ubora wa mayai, na muda mwingine zinaanza kuharibu polepole uwezo wako wa kihomoni wa kawaida wa mfumo wa uzazi kufanya kazi vizuri pale ambapo unapokuwa tayari umeshamaliza hedhi zako. Kwa hiyo unaweza kukuta unatumia zile dawa pale ambapo upo hedhi na zinakuwa zinafanya kazi hata baada ya kumaliza hedhi, inachopelekea unakuja kuchelewa kupata ovulation, inapelekea ule uandaliwaji wa ile yai ili liweze kutoka kwenye ovulation inashindikana, lakini pia kukomaa kwa ile yai inakuja kufanyika kwa ugumu, na wakati mwingine kubeba ujauzito kwako itakuja kuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Hebu jaribu kufuatia kuanzia kwenye chanzo cha tatizo, ni nini kinachopelekea unapata maumivu makali, na uzuri ni kwamba ambao walishapata ile programu yetu tayari walishafanikiwa.